Kipindi hicho mtoto aliniambia hurumia mama, mhurumiani, na nikasikia neno kama hilo. Tangu siku hiyo sijarudi, na ninaomba Mungu anisaidie niweze kusikia neno hilo. Kurekuranira, uharira, gusabira ubundi imbabazi bibaye ngombwa. Ubonye yuko yagize amakosa, musabira imbabazi, kubera n'ijambo ry'Imana riratubwira ati igihe cyose twame twiyeza. Bwana sifiwe. Twame twiyeza kugira ngo tuzogira igihamana cyo kuja mu bwami bwo mu ijuru. Tutagira ni imbabazi nta na kimwe cyovamo. Kuna muimbaji Kongo anasema kulimbisa zako bosa late. Kuhurumia mwenzako sio kusahau. Unaweza ukakumbuke yale aliyokutendea, lakini samehe. Bwana sifiwe. Kwa sababu umekwisha samehe, hata kama unakumbuka, wewe moyo wako uko huru na umekwisha hurumia. Ninakumbuka ni coincidence, mimi nilikuwa na miaka 4 vivyo hivyo, lakini nilikuwa nasikia mama anasema Imana ibababali. Kipindi hicho walikuwa wameuawa wakina marehemu baba mzazi wangu na wengineo, waliwaua wakitoka kwenye mlango wa kanisani. Natoka pa. Mapasta kama walikuwa 6 hivi na walimu walizikwa hapo mbele ya kanisa. Lakini nilikuwa nasikia mama, sasa mimi nasema kwa nini naomba sisi Mungu awahurumie na wanaua wazazi wetu. Sasa kuna mara nakumbuka duhalina nini tulikula nini. Bwana sifiwe. Amen. Hurumia mwenzako na wewe utapata msamaha. Ijambo ry'Imana itubwira ati Yesu Kristo yatwigisha ati umusabe imbabazi, Imana uduharire nkuko doraduharira abandi. Bwana sifiwe. Ntugakorere ubundi icyo wewe utagomba kwagukorera. Na niyo mpamvu rero tubiza kurekuranira. Uyu agusabye imbabazi uzimukorere, kubera nawe urasaba imbabazi ku Mana, urasaba imbabazi ku wundi, kugira ngo twese tugende mu nzira y'Imana turi bamwe. Sijui kwa nini Mungu amependezwa kuchangia neno kama hili kwa siku ya leo. Ni wakati Yesu Kristo aliuawa. Bwana sifiwe. Ni wakati Yesu Kristo aliteswa. Hili neno samahani nimelipewa kwa asubuhi ya leo, lakini Mungu amependezwa sote tuweze kulichangia. Ni wakati Yesu Kristo alikuwa anateswa. Alikuwa msalabani akibambwa. Kulikuwa wengine walikuwa pembeni zake. Mmoja akasema kwa nini hivi? Wewe si uko fulani na fulani, kwa nini haufanye hivi? Mwingine akasema Bwana usinisahau wakati gani? Bwana sifiwe. Tumpigie Mungu makofi na vigelegele. Mwingine aliyebahatika kupata neema alisema Yesu Kristo usinisahau wakati utakuwa paradiso. Ile ni kuomba msamaha. Na walipomtendea mabaya hayo, tutasema mabaya lakini ni mema kwetu, kwa sababu Yesu Kristo asingejiteswa kama sisi hatuko hapa, kama sisi hatuko tunaimba, kama sisi hatushughulike na mambo kama hayo, lakini kwa sababu alitusamehe, aliteseka, alishuka hapa chini duniani, akabambwa, ndio maana sisi leo tuko huru. Bwana sifiwe. Amen. Tuko huru na sote mbele za Mungu tuko sawa. Iwe huyu mtoto mdogo, iwe mzazi wake, usiwaze hivi unavaa suti au nini, au mwingine anavaa sijui nini. Mbele za Mungu tuko sawa. Bwana sifiwe. Amen. Yesu Kristo aliteswa, lakini kwa sababu aliona kama hawa watu itabidi wafanye yale walipaswa kufanya, alisema Mungu wafanye nini? Uwahurumie. Ndio neno ambalo tutaingilia kwa siku ya leo. Ilikuwa kama kwenye saa ngapi? Mungu amependezwa tuchangie neno hilo kwa siku ya leo. Tuombee wengine msamaha, tupane msamaha, tusamehe. Na ikibidi kama wewe umefanya makosa, omba msamaha. Omba msamaha. Na hapo tutakuwa tuko huru mbele za Mungu. Na waza kwa kifupi tumeelewa neno gani tunachangia kwa siku ya leo. Kurekuranira, kuhurumia, utangi imbabazi,
gusaba imbabazi. Umuntu agusaba imbabazi zimuhe ati kubera iki natwe umunsi ku munsi cyangwa inshuro zingahe ku munsi duhora dusaba imbabazi. Ati dusaba imbabazi kubera iki? Turi abana b'abantu, ntitwova ngo twamire mu byaha, no, ariko kubera Bibiliya ibidusaba twame twiyeza imbere y'Imana, twame dusaba imbabazi, natwe rero tuzitange izo mbabazi tuba dusaba. Sinzi ndibaza ko namwe gore bashikira nawe umuntu yoba atagusabye imbabazi kubera uri umukristo, ubonye yuko yagukoreye ikibi, muharire ibindi bibanda, kandi Imana irabyumva. Bwana sifiwe. Namubabari yakoze icyo atazi. Hata Yesu Kristo aliposema Bwana uwahurumie kwa sababu hawajui wanayoyatenda, wao hakumuomba msamaha na walikuwa wakitizama vibaya. Kuna wengine walimtemea hata mate huyo Yesu Kristo wetu. Kuna wengine walimtemea mate, wengine wakampiga mikuki, wengine wakampiga fimbo, wengine sijui walimunyosha vitu vya uchungu. Lakini Yesu akasema Mungu wahurumie, hawajui wanayotenda. Lakini kwa sababu ilikuwa neno la Mungu ilibidi. Tukasoma neno takatifu katika kitabu cha Luka 23 na mstari wa 34. Luka sura yake ya 23 na mstari wa 34. turatangura mu rurimi rw'ikirundi, hanyuma uzoba yahabonye muri Bibiliya n'urupapuro rw'101, uzoba yahabonye mu Giswahili nawe nyine arasoma, ubundi azoba yahabonye mu Cyongereza arashoboye gusoma, n'uwo bafise Bibiliya y'Ikifaransa arashoboye gusoma, cyangwa y'Ikibembe arashoboye gusoma, cyangwa ururimi rwose. Bwana sifiwe. Ndiyo nikusema na naongeza hili. Kama kuna mwenye na Biblia ya Kibembe au ya sijui ya lugha nyingine, anaweza akasome ili sisi sote tuweze kuelewa hali moja. Tunasoma Luka igice cha 23 ku murongo wa 34. Aravuga ati, umutwe w'ijambo uvuga ati babamba Yesu bamushinyagurira. Yesu aravuga ati Data nubaharire kuko batazi icyo bakora. Bagabura impuzu ziwe barazifindira. Amen. Amen. Ndasubiramo. Yesu aravuga ati Data nubabarire kuko batazi icyo bakora. Bagabura impuzu ziwe barazifindira. Amen. Amen. Hagira udufasha gusoma mu Bibiliya y'Igiswahili cyangwa y'ururimi rwose yo bafise. Tunasoma Luka mtakatifu 23:31 nasema. Yesu 30 Yesu akasema, Baba wasamehe kwa kuwa wajui walitendalo. Wakagawa mavazi yake wakipiga kura. Amen. Amen. Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. And they divided his garments and cast lots. Okay. Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. And they divided his garments and cast lots. Bwana sifiwe. Amen. Narudi rudi nifiseka. Bwana sifiwe. Amen. Ndio tunasikia jinsi hapo Yesu Kristo igihe bamubamba baba barire. Nina imani ya kuwa Mungu aliwasamehe. Bwana sifiwe. Kwa sababu hata sisi leo neno la Mungu linatuomba chochote kile mtakachokiomba kwa jina la Yesu Kristo mtakipewa kwa neema. Bwana sifiwe.
Amen. Na ukiomba kwa imani ni lazima utapewa. Mungu wetu ni mwema, hatulazimishe chochote, lakini anatuomba chochote kile mtakachokiomba kwa jina la Yesu mtakipewa kwa neema. Nawe Yesu Kristo rero nico kiraro cyacu, nico ducaka. Ariko murumva yuko nawe nyene gihe yari gukorerwa amabi yavuze ati Mana, kandi ico gihe yari bwapfa ati Mana bababarire. Niyo mpamvu nagarutse ati duharirane, uyu umenya yuko wacumuye kuri naka musabe imbabazi, ukumva naka agusabye imbabazi zimuhe, ukamenya yuko yakoze amabi, we umukristo ufise ubwenge muharire. Bwana sifiwe. Amen. Kugira ngo tuwe huru, kugira ngo tube abantu duhagaze neza imbere y'Imana. Huyu ni Mungu wetu aliyekuwa akiteswa, na hapa angesema hawa wote ni wafinyange ndio wafinyanga, lakini kwa sababu alijua ni mambo gani yanayotendeka kwa ajili yako na mimi, alisema Baba uwasamehe. Mwanangu naye kipindi hicho alisema mwache mwana kama umurumiani. Nikasikia kweli ninakufa moyoni, mtoto wa miaka 4 na wamugishijina ariko wenye ni yabonye kunuko nari nashavuye kunuko twali tumezati mwache mwana kama. Nikasema Mungu apewe sifa. Na Mungu anapitia kwa kila yeyote yule akitaka. Bwana sifiwe. Mungu anatumikisha yeyote yule akitaka. Iwe mtoto wa miaka 12, iwe mtoto wa miaka 3, iwe mtoto wa miaka ngapi, wewe inategemeana tu kuangalia wewe ujumbe ni namna gani. Bwana sifiwe. Amen. Utanihurumia, kuna mambo mengi ambayo yanapita kwenye mitandao, ndani ya simu. Kuna wengine wanasema huyu mtoto alizaliwa tu na akanena haya na yale. Huyu mtoto alikuwa na miaka 10 na ngapi akasema haya na yale. Yesu Kristo alikuwa miaka 12. Sasa alifundisha neno la Mungu. Bwana sifiwe. Na watu walisikia na wakajazwa na wakapata nguvu. Kwa hiyo inategemeana. Tuyasikilize nani na tuweze kuhurumiana kama vile Mungu alivyotuhurumia tangu zamani. Wewe haukuna jua turazi yuko twari hariya ngazangurube zirwa mu vyondo, twari mu bishanga, twari ahantu hari, ariko Imana idukurayo, twari abantu bari bapfuye. Bwana sifiwe. Yule ambaye amefariki, yule ambaye amekufa, anafahamu? Hana ufahamu? Anaweza kujitigisha? Haitawezekana. Hawezi kufanya hivi, haitawezekana. Lakini tunasoma neno la Mungu ya kuwa Mungu alitosha katika wafu akatufanya kuwa watu wazima. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu alituhurumia. Ni kwa sababu alituhurumia. Ni kwa sababu alituhurumia. Baba wasamehe, kwa sababu hawajui walitendalo. Sisi sasa binadamu, kuna kipindi tunatenda dhambi bila kujua. Kuna wakati na upumbavu wetu tunatenda dhambi tukijua. Bwana sifiwe. Tunatenda dhambi tukijua, lakini hayo yote ukijirudi, unajua ya kuwa Mungu yupo, omba msamaha. Unajua kama Mungu anakuhitaji, omba msamaha. Omba msamaha na umuombe nguvu huyo Mungu wetu ili usirudi katika ile potopoto. Mwana walira wakunda kuvuga ati tuwe imbuga niyo iza kufata Biblia hadashi ikongera kuja. Bwana sifiwe. Na sisi tusiweze kurudi katika yale ambayo tumetapika. Kwa sababu leo ni kitubu, omba nguvu na Mungu ndiye atakuwezesha. Na kama nakuwezesha, hautayarudi yale mambo mabaya. Na utakapotubu ndio ile kuomba msamaha. Yesu Kristo aliombea wale ambao walimtendea mabaya, eti Mungu kuwahurumie kwa sababu hawajui watendalo.
Kijana Emmanuel, nafurahi kusikia sauti yako. Saa hizi utusaidie kusoma katika kitabu cha Yesaya. Tunataka kumaliza Yesaya 53 na sura ya 12, na mwingine ataandaa katika kitabu cha Kiswahili, Biblia ya Swahili. Yesaya 53 ku murongo wa 12. Nico gituma zo mugabanganya umugabane n'abahambaye, kandi azogabura iminyago n'abanyemezi, kuko yasutse ubugingo bwiwe akageza ku gupfa, agaharuranwa n'abanyabicumuro yamara ubwiwe, yishize ku icyaha cya benshi, kandi asabira abanyabicumuro. Amen. Amen. Subiramo ku kantu ko guhera ati kandi asabira abanyabicumuro. Amen. Amen. Reka tumukomere amashyi uyu Yesu Kristo wacu. Aho nahagarukiye kugira ngo nshingagire ijambo ry'uno munsi. Kandi asabira abanyabicumuro. Abanyabicumuro ni wewe na jewe. Kandi hejuru yaho twumvise yuko uyu Yesu Kristo wa umwami w'abantu yikoreye iki? Amen. Yikoreye ibyaha byawe, byanje, bya Pastor Marco, bya Pastor Desire, bya Mwarimu Esroni, bya Ndikumana, bya Pelagie, bya Etienne, Libera n'abandi bose. Bwana sifiwe. Yikoreye ibyaha byacu nawe mama zambi zako Yesu Bwana alipeleka mizigo yetu yote akaibeba. Sasa kwa nini tusipende? Hebu ketu. Imani iko ibyaha byawe. Ibyo kwanje twese. Kwa hiyo kwa leo ni kwa sababu inabidi. Kwa tutamchezea tu kila siku ati imani ni ibaki. Ariko kubera turi mu mubiri birashika. Imana yikoreye ibyaha byacu twese. Kitako hata munsi isabira iki imbabazi abanyabyaha. Turekuranire dusaba imbabazi tuzitange kugira ngo tworoshe ibintu ku buntu bw'Imana. Bwana sifiwe. Amen. Yesu Kristo aliwaombea msamaha wale ambao walikuwa wametenda yale ya kumsulubisha, ya kumweka msalabani, ya kumtemea mate, ya kumsengenya, lakini ati Imana bababarire kubera batazi icyo bariko barakora. Birashoboka ko hoba hariho wazi kiche mu mutima wiwe ati kuna wale ambao unakuta sema mimi hata afanyeje wewe ule kura none wewe ko wamusaba imbabazi gihe cyose wewe unasema sema hata afanyeje. Inawezekana kutokana na hasira, kutokana sijui ni mico wowe urimo cange nawe uwo ari we wese, nimba utararekura, nimba hari akakiri ku mutima, nimba hari uwakugiriye nabi ntumuharire. N'umunsi mwiza Imana yashatse ko dusangira rino jambo ati dusaba imbabazi, ati dutanga imbabazi, ati dusabira abandi imbabazi. Bwana sifiwe. Dusabira abandi imbabazi. Kuna hata wakati nawaza kuna wazazi kati yetu hapa. Kuna wakati hata mtoto anaweza kuwa amefanya makosa. Unaona mama anasema sasa imbabazi, sasa imbabazi. Hao ndugu zake unasema hivi umefanya hivi, haraka omba msamaha. Ile ni ushauri mzuri sana. Kuomba msamaha ni kitu kizuri.
Na ukiomba msamaha, yule ambaye unaomba msamaha akikuhurumia, ni kitu kizuri sana, na ni vema kuhurumiana nkuko twamaze kubivuga. Utanga imbabazi, usaba imbabazi. Birashoboka ko bakiriye inzitizi muri wewe, ticane ntiwatanga imbabazi, canke ntiwazitanga, canke ntiwasaba imbabazi. Ni umwanya mwiza uze kuvugana na Yesu Kristo wawe, umubwira ati Mana ndagusaba imbabazi kubera cya kintu sinagitangiye imbabazi, cya kintu sinagisabiye imbabazi, cya kintu byageze kunukunuku. Ni umwanya mwiza kuri wewe kugira ngo usabe imbabazi nimba hariho ikikuzitiye ku mutima. Yesu Kristo aliwaombea msamaha wale wenyewe walikuwa wametenda mabaya. Walikuwa wakimsemea, walikuwa wakimtemea mate, walikuwa wakimsulubisha. Alisema, Baba, uwasamehe kwa sababu hawajua nitendalo. Inawezekana uliteleza, inawezekana ulitenda mabaya bila kujua, au ukijua ni muda mzuri wa kuomba msamaha. Na Yesu Kristo iko tayari muda wote ule wa kuweza kusikia maombi yako. Kwa hiyo ni muda mzuri, kama upo uje hapa mbele, watumishi wa kuombea na uweze kuwa huru mbele za Mungu. Unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili Imana, usabire imbabazi